Kinachoendelea huko China hivi sasa ni nchi ya China kushutumu Marekani kwa kuwa na sera za nyuso mbili au kuwa kigeugeu. Utawala wa Bwana Trump unaidhibu isivyo haki China licha ya juhudi zake za kuwa mshirika wa kuaminika wa kimataifa. Haya ni maneno kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje nchini China, ambapo wizara hiyo imekuwa ikishutumu vikali utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump kwa kufuata sera za nyuso mbili na kupelekea kuapa kukabiliana kwa uthabiti na shinikizo zinazoongezeka za vikwazo kuhusu mvutano kati ya nchi hizo mbili zenye nguvu kiuchumi ukiendelea kushika kasi zaidi. Ikumbukwe tu, tangu Trump aingie madarakani, Marekani imeongeza maradufu ushuru wa bidhaa zote zinazotoka huko nchini China, ambapo kutoka 10% zilizokuwepo hapo awali hadi kufikia 20% sasa, na kuongeza ushuru uliopo kwa maelfu ya bidhaa mbalimbali za China. Tukirejelea hapo nyuma kidogo, mwezi uliopita, rais huyo Marekani aliamuru ushuru mpya kwa bidhaa kutoka China, Mexico na Canada, huku akitaja kuwa ni haja ya kulinda maslahi ya Marekani na kuashiria wasiwasi juu ya usawa wa biashara, uhamiaji haramu na mtiririko wa madawa ya kulevya nchini Marekani. Na wakati akizungumza kando ya mkutano wa kila mwaka wa bunge la China mnamo siku ya Ijumaa, waziri huyo wa mambo ya nje Wang Yi alilaani vikali Marekani kwa kuweka ushuru wa adhabu licha ya kile alichokiita juhudi za China kuchukua hatua kama mshirika wa kimataifa wa kutegemewa na kusaidia kukabiliana na mzozo wa fentanyl unaoendelea huko nchini Marekani. Kutokana na kauli ya Bwana Trump inayodai kuwa China imeshindwa kushughulikia swala hilo la fentanyl na kusema kuwa ushuru wa 20% badala ya 10% kutumika. 是国与国交往的基本准则，也是中美关系的重要前提。任何一个国家都不能幻想一边对华打压遏制，一边又与中国发展良好关系。这种两面人的做法，不仅不利于双边关系的稳定，也无法建立起彼此的互信。而芬太尼在美国的滥用，这是美国自身要面对和解决的问题。 Na kutokana na kauli hiyo ya kupanda kwa 10% za ushuru kumesababisha jibu la haraka zaidi kutoka China. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje huko nchini China, Lin Jian, ameweka wazi kuwa Marekani imekuwa ikitumia suala la fentanyl mara kwa mara kama kisingizio mojawapo cha kutishia China, na akaongeza kuwa China inapinga hatua hii na itafanya kile kinachohitajika ili kulinda maslahi yake halali. Ni kupitishe walau kwa ufupi juu ya hili neno fentanyl. Kama ulikuwa ulifahamu, hii ni aina ya dawa ya kupunguza maumivu, anti-pain, ambayo imekuwa ikiuzwa nchini Marekani na kutengenezwa huko katika nchi ya China. Waziri Wang Yi anaendelea kusema kwamba kufuatia mzozo unaoendelea kati ya China na Marekani, kuwa ikiwa upande mmoja unatoa shinikizo kwa upofu, China itapinga hilo kwa uthabiti na kutilia mkazo kuwa hakuna nchi inayoweza kufikiria kuwa inaweza kukandamiza China kwa upande mmoja huku ikiendeleza uhusiano mzuri na China kwa upande mwingine, yani kuisaidia China kwa lengo la kuididimiza tu. Kufuatia ongezeko la ushuru wa bidhaa kutoka China huko nchini Marekani, serikali ya China pia imejibu kwa kuongeza ushuru wa kuanzia 10% hadi 15% kwa bidhaa mbalimbali za Marekani, ikiwa ni pamoja na mazao ya kilimo na bidhaa za nishati. China pia imeweka vikwazo vya kuuza nje na uwekezaji wa makampuni 25 ya huko Marekani na kuwasilisha kesi katika shirika la biashara duniani linaloitwa WTO, ikisema kwamba ushuru wa Marekani unakiuka sheria za biashara za kimataifa na kuitaka Marekani kutatua matatizo yake kupitia mazungumzo na si njia nyingineyo. Kulingana na waziri Wang Yi, Marekani haipaswi kulipa wema kwa malalamiko
achilia mbali kutoza ushuru bila sababu, akimaanisha kwamba msaada mbalimbali ambao China imetoa ili kuzuia mtiririko wa fentanyl kuingia huko nchini Marekani. Licha ya Marekani kuendelea kuishutumu China kwa kusambaza kemikali zinazotumika katika utengenezaji wa madawa hayo ambayo yamesababisha ongezeko la vifo vya watu wengi huko nchini Marekani. Yaani Marekani inashutumu kwamba China, kutokana na utengenezaji wa hayo madawa ya aina ya fentanyl, hivi sasa kumekuwa na ongezeko kubwa la vifo vinavyotokana na madawa hayo, wakidai kuwa wameongeza kemikali ambazo zinasababisha kupoteza uhai wa Marekani wengi. Hata hivyo, waziri huyo wa China Bwana Wang, ambapo alikuwa akitafakari juu ya mashindano ya teknolojia ya mataifa hayo mawili na kusema kuwa vizuizi huzaa mafanikio na ukandamizaji huchochea uvumbuzi. Pia alilenga zaidi sera za Marekani, akionya kwamba mataifa makubwa hayapaswi kabisa kuwadhulumu wanyonge. Mvutano wa kibiashara kati ya Marekani na China uliongezeka mnamo mwaka 2018 wakati wa muhula wa kwanza wa Trump, baada ya kuweka ushuru wa bidhaa za China, akitaja mazoea yasiyo ya haki ya biashara na wizi wa mali miliki. China pia ililipiza kisasi na kusababisha mzunguko wa hatua ambazo zilitatiza masoko ya kimataifa na minyororo ya usambazaji. Ni kurudisha nyuma kidogo tu, mfuatiliaji wa Yuhoma Media, kuwa Trump wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu yake ya White House huko nchini Marekani siku kadhaa zilizopita, alisema kuwa hadhani kabisa kama China wataweza kulipiza kisasi, kwamba kwa mawazo yake hawazi wala hafikiri kwamba kama nchi ya China itaweza kulipiza kisasi hiko cha kupandisha ushuru wa bidhaa zake ndani ya Marekani. Na tukumbuke kuwa msemaji wa mambo ya nje nchini China, Lin Jian, anafafanua juu ya mzozo huu wa kiuchumi kati ya China na Marekani unaokadiriwa kuwa vita vya kibiashara na ushuru, huku akisema kwamba siku zote vita hivi havina mshindi. Na baadhi ya vyombo mbalimbali vya habari vikieleza mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kutoza ushuru mkubwa wa bidhaa za EU unaweza kuwa kichochezi na kuleta pigo kubwa kwa maendeleo ya kiuchumi ya umoja huo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.